Onyo hilo limetolewa na mkuu wa TAKUKURU wa mkoa wa Ruvuma Bwana Hamza Mwenda wakati akizungumza kwenye mkutano wa jukwaa la ushirika lililofanyika wilayani Nyasa na kuwataka viongozi wa ushirika kuacha kuhujumu mali za ushirika. Wamekuwa wakitengeneza nyaraka za kugushi kuonyesha kwamba baadhi ya wanaushirika walichukua pembejeo za kilimo wakati sio kweli. Na kwa sasa hivi tumebaini kuwa kuna mpaka wajanja ambao wameanza kuingilia mifumo ya kielektroniki ya ugawaji wa pembejeo za wakulima. Ili kuondokana na changamoto hii, ni muhimu kuimarisha uwajibikaji, kuzingatia maadili, sheria. Mrajisi msaidizi wa ushirika wa mkoa wa Ruvuma Bwana Venance Msafiri anasema ushirikiano wa TAKUKURU na viongozi wa ushirika utasaidia kutokomeza au kupunguza vitendo vya rushwa kwenye ushirika. Kauli mbiu hizi tumeshaanza kuziwekea mkakati namna gani sisi mkoa wa Ruvuma, namna ya kulinda ushirika, lakini na kulinda uadilifu. Na mwenzangu kamanda wa PCCB tumejipanga ni namna gani ya kwenda kutoa elimu. Kweli vyama vya msingi vina matatizo makubwa, hususani sisi viongozi wa bodi za AMCOS kutumia fedha kinyume na utaratibu. Hizi changamoto ziko nyingi sana, AMCOS zingi zinafifia, wakulima wanakata tamaa kuleta kahawa. Sisi wajibu wetu ni kujaribu kujikita huko na kuhakikisha wote tunapambana kwa pamoja kuzuia hizi changamoto. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas akizungumza kwenye jukwaa hilo anasema, kupongeze mrajisi kwa ushirikiano huu mliounda baina yako na PCCB kwa ajili ya kuangalia ushirika unakabiliwa na changamoto gani ili muweze kuzitafutia majibu, lakini pia muweze kushauri mamlaka za juu namna bora ya kuziendea changamoto hizo. Hii ni hatua kubwa. Nataka kutoa wito kwa wadau wote wa ushirika kuimarisha usimamizi wa vyama vya ushirika. Nikiripoti kutoka katika kata ya Kilosa wilayani Nyasa mkoani Ruvuma, mimi ni Joseph Mwambije wa ITV.